Hii ni sehemu ya 28 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Tumeishia pale ambapo Aidan kaachiwa polisi. Ni nini ambacho kinaendelea katika sehemu hii? Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ya Hazina ya Simulizi ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Binti Rayana sehemu ya 28. Aidan hakuwa na sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya nyumbani kwake Kawe, lakini hakujua maskini, baada ya kukatakata kona kadhaa jiji, akafanikiwa kuikamata barabara kuu ya Bagamoyo, na sasa alikuwa kwenye mataa ya Mwenge akisubiri gari za upande wake ziruhusiwe. Hawakukawia, zikaruhusiwa na yeye akavuta moto mpaka Kawe nyumbani kwake. Hali aliyokutana nayo huko nyumbani kwake ni rola ile ya kule kwenye ATM, lakini hii ya kwake ilimchanganya zaidi. Alikuta mlango wa nyumba yake umepigwa roki tofauti na ile ya kwake. Akiwa katika mahali ya sintofahamu, ndipo mzee wa makamu alipotokea akiwa amebeba makaratasi kadhaa mikononi mwake pamoja na funguo. Baba mwenye nyumba akahamanika na kukumbuka kuwa mkataba wake wa nyumba umekwisha na ilimlazimu afunge mkataba mwingine, lakini atafungaje na pesa zimekauka? Yule bosi wake wa kumtupia pesa hayupo tena. Akanyong'onyea na kulegea miguu yake hata kabla mzee yule hajazungumza kitu. Jua hilo lilikuwa linakimbia kwa kasi ya ajabu sana. Akashindwa kulipa tena pesa za nyumba ile. Ndipo alipoingia garini na kugeuza, huku akitoa ahadi kwa yule mzee, ahadi juu ya kulipa tena akipata pesa. Lo, usiku umeingia kabisa na hana hata dalili ya kupata sehemu ya kulala. Hana pesa ya chakula kwa muda ule, japokuwa alikuwa na gari nzuri. Ndipo alipokumbuka kuwa kuna mpenzi wake anaitwa Queen Bonge. Huyu alimpangishia nyumba upande mmoja na kumpatia pesa ya mtaji. Hana sehemu nyingine ya haraka kujihifadhi zaidi ya Queen Bonge. Hakujua kabisa anachokwenda kukikuta kule kwa Bonge. Akavuta moto na kuanza safari ya kwenda kwa Queen Bonge, huku akiafiki kwa 100% kabisa kuwa ndipo atapata mahali pa kujiegesha kwa usiku ule. Kama mwendo wa dakika kama 40 hivi, akajikuta anafunga breki Magomeni Mapipa, nje ya nyumba ambayo haikuisha kwa nje, kwani ilikuwa imejengwa kwa tofali za broko, huku zikiachwa wazi bila kuzuia na plasta. Akatoka garini na kuelekea mlangoni, kwa kuwa alizoea pale kwenye ile nyumba. Akaingia bila kubisha hodi na kurudisha mlango ule. Sasa akawa anaenda mlango wa mlengwa wa sebuleni. Sauti ya mziki ilisikika toka mle ndani, huku panga boy linazunguka kwa kuwekwa kwenye spidi namba 3. Likasikika pia masikioni mwa Aidan. Hakutaka kuchelewa, ndipo aliposukuma lango na kuufungua. Queen Bonge alikuwa kifuani kwa jamaa ambaye na yeye alikuwa na mwili mkubwa tena kushindwa yule aliyewahi kukutana naye mchana kule Kinondoni kwenye duka la nguo la msaliti wake. Jamaa huyo alikuwa na nywele tele kifuani pamoja na tumboni, huku akiwa na bukta peke yake anachezewa zile nywele kwa maana ya garden love. Queen Bonge kwa upole. Wakati huo yule jamaa alikuwa amemshika Queen Bonge kwa nyuma, akidhibiti ile kanga ya Bonge isiachane na mwili. Miguu ya jamaa ilikuwa juu ya meza, nayo ikiwa imetawaliwa na vinyweleo vingi. Kila anachokiona pale mbele yake ni mubashara kabisa na wala sio ndoto. Kichwa kikaanza kumpiga, huku akihisi maumivu mno utosini. Kinachomuumiza zaidi sio yale mahaba wanaooneshana mbele yake, la hasha, bali ni pesa alizotumia kumpangia nyumba upande mzima, ili hali mwenyewe hana hata kibanda. Lakini pia akiachana hayo, Aidan alimpatia Queen Bonge pesa ya mtaji ya kufungua saluni yake kwa kiasi kikubwa, ili hali yeye mwenyewe hana hata mradi wa kufuga kuku. Hii kali sasa. Queen Bonge kuiona sura ya Aidan tu pale mlangoni, akaruka toka kifuani mwa yule jamaa na kujiweka pembeni, huku akihema kwa hofu sana. Alichokuwa kikijua kufuatia hali ile ni kupoteza buzi lenye pesa zake kwa maana ya Aidan. Kumbe hakujua kabisa. Akajifanya anatembea kwa magoti kwa unyenyekevu wa hali ya juu, huku akilia kilio cha kinafiki. Yule jamaa akamtazama Aidan kwa ghadhabu mno, huku mikunjo utosini kwake ikimtuna kwa hasira zisizoelezeka kabisa. Ghafla akajikuta anabamiza mlango na kutoka pale mlangoni akapanda gari na kuishia zake asijue wapi pa kufikia.
na usiku ulikwisha songa sana. Saa 3:44 za usiku, machozi yakaanza kumtoka bila kutegemea. Tuachane na Aidan, kijana mpuzi aliyefadhili mapenzi kuliko yeye kujifadhili. Na sasa tuangazie upande wa Swedi na Rayana. Mapenzi yalipopandikizwa yakamea na kukua, hatimaye yakaota mizizi na kubeba shehena kubwa ya matawi. Haikutosha, na ndipo lilipoanza kuzaa matunda ambayo kamwe haijawahi kutokea kupendwa na binadamu wawili hawa. Kila mmoja itamani kula tunda lile. Lilimea katika mti mzuri uliokuwa na ustawi wa kipekee. Penzi likamea na matunda kuzaa. Si lingine ni penzi la Swedi na Rayana. Japokuwa zilipita apizo kali kwa Swedi, huku akijitutumua na kusema hatopenda tena. Sasa zikawa hadithi za abunwasi, never say never, kama wazungu halalishavyo. Kwenye ndio usiweke hapana, kwani ni kama kujipa shughuli ya kutafuta jibu ambalo liko wazi tu. Ilikuwa siku ya Jumamosi katika ufukwe wa Coco Beach. Wapendanao hao walivalia nguo matata zenye kufanana sawia, huku kila mmoja akiwa ana uso wa furaha sana. Siku hiyo walipanga waje kuitumia kule Coco Beach, pamoja na kufurahia penzi lao ambalo lina siku chache tu tangu lianze rasmi. T-shirt lenye rangi nyekundu lenye ishara tosha kwa wapendanao lilitupiwa na Swedi, huku pale maneno ya kifuani kukiwa na andishi lenye mkato lililosomeka she love me, likiwa na maana ya ananipenda, huku Rayana akiwa amevalia t-shirt kama lile aliyoivaa Swedi, lakini hiyo ilisomeka he love me, pamoja na alama ya kopa katika t-shirt zote. Hakika walipendana mno hawa. Kwa watu waliopata kuwaona siku ile pale ufukweni, iliwavutia kwa kiasi kikubwa. Michezo yao pale ufukweni ikawasisimua wengi sana, lakini sio tu watazamaji wale ndio walioshuhudia tukio lile, bali hata jamaa mmoja aliyekuwa ameketi chini mchangani alionekana kuwa mwingi wa mawazo, huku akiituhumu dunia kwa kumgeuzia kisogo. Alikuwa ameketi pale mchangani, lakini kadri alivyopepesa macho yake ndipo alipowaona Swedi pamoja na Rayana. Akainuka muda ule na kuwatazama vizuri. Hapana, hakuwaona kwa ukaribu. Akajiongea na kuwakaribia zaidi, na ghafla akaghadhabika bila kutegemea. Jamaa huyu hakuwa mwingine bali ni Aidan. Aidan alipomuona Rayana akiwa na Swedi pale ufukweni, punde akahisi hasira zinamjia. Wivu ukachukua sehemu yake. Iweje awe na wivu wakati alimsaliti hapo awali na kumchomea tambi kwa watu wabaya? Jambo lisilo la kawaida. Aidan akawasogelea kwa kasi mithili ya wapiganaji mieleka. Akamtazama Rayana kwa hasira. Rayana, huyu nani? Hatimaye maneno ya kukereka yakamtoka bila kuvuta kumbukumbu za awali akiwa na Rayana. Sio bure huyu. Rayana na Swedi wakashangaa sana. Aidan hakuwa tofauti na mwehu kabisa. Nini? Hebu sema tena. Rayana akabwata kwa jaziba. Hasira zenye chuki zikaanza kumpanda taratibu. Hakutegemea uwepo wa Aidan katika mandhari ile, na hakupenda kusikia swali kama lile kutoka mdomoni mwa Aidan. Kumbuka tulikotoka, Raya. Maneno ya Aidan yakakatwa ghafla baada ya mkono wa Raya kutua shavuni mwake kwa utamu sana. Mwana haramu mkubwa wewe. Tena nitokee hapa. Nani akukumbuke? Mimi nani yako? Tena niondokee mbali. Rayana akapayuka kwa hasira. Watu wa pale ufukweni wakaanza kusogea karibu kutazama lile picha mubashara. Wakati wote huo Swedi alikuwa ametumbua macho asielewe nini kinaendelea. Ni kama anayeota hivi. Hata pale alipojaribu kutoa neno, koo lilikuwa kavu sana. Hasira zikamujia juu. Vipi mpenzi? Mbona siwaelewi? Huyu ni nani? We fala kelele. Aidan akadakwa na kofi la pili la Rayana. Safari hii ukelele wa maumivu ukamtoka, huku Rayana akijipuliza mkono wake aliyoutumia kumtandika Aidan. Maneno ya dharau na kejeli ni vitu ambavyo hata siku moja hakuweza kuvumilia Swedi, na ndipo aliporuka na kumtwanga ngumi ya kifuani Aidan, huku akitoa tusi la nguoni kwa hasira. Aidan akatupwa chini huku akilia kama mtoto mdogo. Uwezo wa kupambana alikuwa nao, ila kile kitendo alichokifanya Rayana kiliashiria wazi hahitajiki tena. Wakati Aidan bado anaendelea kugaragara pale chini, Swedi na Rayana wakakimbilia kwenye gari yao na kutoka kasi ufukweni pale.
huku akiacha maneno mengi kwa sauti. Safari yao iliishia Moroko. Swedi akavula mno hata kuzungumza kabisa. Ndipo alipokumbuka ule usemi wake wa wanawake wauaji. Na hiyo ni sehemu ya 28 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Tayari Swedi ameshagundua kuwa Rayana alikuwa na mpenzi mwingine ambao alikuwa wanapendana sana. Je, atakubali kumwachia? Lakini Rayana atajielezea vipi kwa Swedi? Usikose sehemu ya 29 ya simulizi hii. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ya Hazina ya Simulizi ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Binti Rayana.